Ni mshangao wa majirani katika kijiji cha Raneni, kaunti ya Migori, mchuruziko wa damu ya mama mwenye nyumba hii ukidinda kuficha maasi yaliyotendeka, na nyingine ikikolea kwenye nguo hizi kama ambayo inasisitiza kuonyesha ithibati ya unyama uliotendeka hapa. Vyombo vya jikoni navyo vikiashiria kuwa hapa vurugu lilichacha na kulikuwa na malumbano ya aina fulani. Kamsa ya mama aliyekuwa akiishi hapa haikufika masikioni pa majirani mapema kiasi cha wao kuweza kumwokoa. Hii hapa ni picha yake mama huyo ambaye alikuwa ni mjamzito wakati wa tukio lenyewe. Sababu ya kuuawa kwake ni mabati haya. Bibi yake akachukua wakakosana, akapeleka yeye mpaka kwa polisi kutatua hiyo maneno ya kinyumba. Baadaye akitoka akapotea, akaenda mahali ingine. Akarudi kwa masiku 2 hivi. Alafu wamekutana na mama kwa nyumba. Huyu mama alikuwa anauza mandazi kwa hapa center ya Ranen. Sasa baba alikuja anataka mabati hizo aende naye nyumbani. Sasa mama alikataa. Baada alikuwa na mimba. Anasema wakati alikuwa na mimba. Sasa anasema lazima azae hiyo mimba ndio baba aende ajenge yeye nyumba nyumbani huko. Mumewe hakusubiri ajifungue na anadaiwa kuona afadhali kutumia kifua. Bwana akakuja akampiga panga akapotea. Hatujui mahali yako, bado anatafutwa, hajapatikana. Mama alikuja kama ako na damu kwa kichwa. Alikuwa anabeba maji kwa kikombe, alikuwa na mwaga kwa kichwa yake. Sasa tuliuliza mama Dota, nini mbaya? Nini mfanya wewe? Ananyamaza, bado anamwaga tu maji kwa kichwa. Hawa sasa wakiachwa bila mama. Maskini baadhi ni wachanga mno, hata hawaonekani kufahamu yaliyojiri wala yanayowasubiri maishani baada ya haya. Huyu mama amepigwa panga kwa kichwa hapa, mpaka kichwa ikipasuka hivi. Sasa mwenye pikipiki ndiye akachukua akapeleka yeye mpaka hospitali. Kwa kweli huyo kijana alikuwaga mkorofi sana. Haikuwezekana kwa mtoto aliyekuwa tumboni kuokolewa baada ya mama kufikishwa hospitalini. Alikuwa ashafariki tayari. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.